Uganga ni ibada, acha kuwa mjinga. Hamna tabu hiyo, watu wafanye sana. Uganga si ushirikina. Kila gonjwa lina tiba yake. Kuja watu wanasoma sana eti haifai. Anakuja mtu herufi moja katika fani ya tiba hajui, alafu anakuambia huo ni ushirikina. Mpaka wachawi, vibaka wanatuchezea sisi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu ambaye amekuwa nasi kwa vipindi vyetu vyote. Leo ni siku nyingine tena ambayo nakualika katika kipindi chetu cha kwenda kuangalia namna ambavyo dua hii ilivyo na utendaji bora zaidi, hasa kwa wewe ambaye ndugu yangu unayetamani kupata utulivu katika ndoa yako, lakini pia kupata utulivu katika kazi zako, lakini pia kupata utulivu katika uongozi na nyadhifa ulionayo kwa namna moja ama nyingine, ili mradi sasa ndoa ipate utulivu, mapenzi yaweze kupatikana, lakini amani iweze kudumu katika kazi yako, katika ndoa yako, lakini pia katika sehemu ya biashara zako. Unaweza kuwa na biashara lakini isiwe na utulivu. Vipi unaweza kupata utulivu? Basi ungana nasi na kipindi hichi, tutakwenda kujua namna gani unaweza kutengeneza utulivu katika nyanja zote hizi ambazo zimetangulia kutajwa. Muda huu salamu, na kisha baada ya hapo tutakwenda samba tukaungane kwenda kuitazama dua hii namna ilivyo ni madhubuti mno kunako kutengeneza utulivu katika ndoa zetu, biashara zetu, kazi zetu na kila sehemu ambayo wewe unatamani upate utulivu. Kwa muda huu ni salamu. Dr. Saidna Sheikh Safuddin Al-Ghazali. Ya Allah ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, vipi hali yako Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Naam. Na hasa ukizingatia tuna afya tele, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu vipindi vyetu bora kabisa, tupo katika mwendelezo wa kutafiti lakini pia na kuchambua kwa ufasaha wa hali ya juu mno kunako dua hii ambayo inahusisha majina matukufu ya Mwenyezi Mungu na namna gani unaweza ukaitumia kwayo ili uweze kufikia katika yale malengo ambayo huenda kwa muda mrefu umesota kuyapata. Basi we ambaye unatamani kupata utulivu katika ndoa yako, ndoa unao lakini utulivu umekuwa ni mdogo au utulivu ni hafifu sana katika ndoa yako, basi tumia taratibu ya dua hii ambayo tutakwenda kupata hivi punde tu taratibu wake ili uweze kutengeneza utulivu katika ndoa yako. Lakini pia kuna watu ambao wao wana biashara zao, lakini utulivu katika biashara zao imekuwa ni kipengele kweli kweli. Lakini pia kuna watu ambao wapo katika kazi zao sehemu mbalimbali, nyazifa mbalimbali ambazo wako nazo, lakini utulivu wa nyazifa zile umekuwa ni shida kwake. Vipi unaweza ukaimarika na kupata utulivu wa hali ya juu? Dr. Saidna Sheikh Safuddin Al-Ghazali. Ya Allah. Tupo katika mwendelezo wa kuitazama na kuichambua dua hii ambayo imekuwa inagusa sehemu tofauti tofauti. Na leo ningependa sana tukatazame kwa mtu ambaye yeye ana ndoa lakini ndoa yake imekuwa ina vikwazo vingi, utulivu wa ndoa haupatikani au upo ni hafifu sana katika ndoa yake. Lakini pia kuna watu ambao wako katika biashara zao, wengine wapo katika biashara kwa maana biashara zile zimekutwa na migogoro isiyokuwa na lazima, lakini pia hali ya upatikanaji wa riziki zao imekuwa ni kipengele kweli kweli. Vipi sana utulivu wa biashara yake inaweza ikapatikana? Lakini pia sio hapo tu, lakini pia kuna watu ambao ni viongozi, wao wanaongoza mahala lakini mahala papo wanapoongozea hapana utulivu kabisa. Vipi unaweza kutengeneza utulivu huo ili kwa mtu ambaye atakapata fursa kusoma utaratibu wa dua hii ili aweze kufurahia utulivu na kufurahia faraja ambayo anaweza kuipata kutokana na dua hii? Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah. Mara nyingi nimekuwa nikisema majambo ambayo unayoyaleta katika nyakati hizi unayaleta katika muda muafaka. Wakati tunatazama utulivu katika majumba yetu, lakini kadhalika tunautazama utulivu katika maeneo yetu ya kazi, pia tunatazama na utulivu katika taifa letu. Ya Allah. Yani tunataraji na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia duaul asna fi nadhmi asma'illahi alhusna, utulivu, amani,
ishamiri pia katika taifa letu hili la Tanzania. Naam. Allah ajalie kila la kheri. Allahumma amin. Lakini katika hali za namna hii sasa ni nini kinaweza kufanyika ili utulivu, amani, furaha ziweze zikatawala katika majumba yetu? Mwenye kuleta utulivu ni Allah, mwenye kuleta amani ni Allah, lakini kadhalika mwenye kuleta mazuri kusikilizana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Elewana. Sah. Na ndio huyo Allah subhanahu wa ta'ala tunanyanyua mikono kusema naye, kumwambia ya Rabbi, nyumba yangu inateketea, tunagombana sana, tunapishana sana Kiswahili, lakini kadhalika tunavurugana sana. Anayeweza kuleta utulivu katika nyumba yangu ni wewe Allah tabaraka wa taala. Lakini tunasema na Allah kumwambia ya Rabb, Mwenyezi Mungu, kazi yangu imekuwa na changamoto, wafanyakazi wenzangu ni matatizo upande wangu, bosi wangu ni shida upande wangu. Ya Rabbi, kelele hizi kutoka kwa wafanyakazi wenzangu, kelele hizi kutoka kwa bosi wangu, ya Rabbi nakuomba jalia utulivu. Anayeleta utulivu ni yeye Allah tabaraka wa taala. Ya Allah. Kwa hiyo ukimuomba yeye Allah subhanahu wa taala kwa utulivu upo katika kabidhi yake, majambo yanakwenda vizuri. Lakini kadhalika tunamwambia ya Rabbi, taifa letu Tanzania, na hasa katika nyakati hizi ambazo tunaelekea katika uchaguzi mkuu, tuseme sana na Allah atujalie utulivu uliokuwa bora kabisa. Ya Allah. Taib. Tuseme sana na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie usalama katika nchi yetu, amani katika nchi yetu, lakini na masikilizano pia maelewano yaliyo bora katika nchi yetu. Hili ni jambo muwafaka sana. Sasa sikiliza wataalamu wanasemaje, ambapo katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala zipo taratibu. Mtu akipita katika taratibu hizo, basi pale anapopataka pawe na utulivu, pale anapopataka pawe na amani, pale anapopataka pawe na masikilizano na maelewano, Allah subhanahu wa ta'ala hutia tiki maeneo hayo na mambo yakaenda sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jaribu sasa, utaona makubwa biidhnillah. Nayo ni beti hii inayosema hivi: Rabbul anami salamul mu'minul azali wa huwa al-muhaiminu dhun na'ma'i wan niqami. Rabbul anami salamul mu'minul azali wa huwa al-muhaiminu dhun na'ma'i wan niqami. Rabbul anami salamul mu'minul azali wa huwa al-muhaiminu dhun na'ma'i wan niqami. Hiyo ndo beti mujarrab Ya Allah, ambayo ndani yake ina majina ya Allah, walillahi asmaul husna. Naye Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina mazuri. Sasa tufanye nini? Ni kumuomba yeye Allah kwa kupitia katika majina hayo mazuri biidhnillah. Wataalamu ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewapa basira, kwa maana wana macho ya ilmu, lakini kadhalika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawapa ilham, akawajulisha asrari katika majina yake, siri zilizo ndani ya majina yake. Anasema man arada sakinata wal waqara, yoyote yule ambaye anayetaka utulivu, ima nyumbani kwake yeye na mkewe, au yeye na mumewe, au yeye na familia yake, au yeye na ukoo wake, akawa anataka patawale utulivu, patawale amani, lakini kadhalika patawale kuelewana na kufahamiana kuliko kuwa kuzuri. Mwenye kutaka hivi, nini inachotakiwa afanye? Kadhalika na anayetaka utulivu katika taifa lake, anayetaka utulivu katika ofisi yake au katika kazi zake, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, huyu afanye nini? Nasema uktub dua al-asna fi nadhmi asma'illahi al-husna
utachokifanya ni kuandika hii dua ambayo inaitwa duaul asna fi nadhmi asma'illahi alhusna bizafaran. Utaandika kwa wino wa zafaran kama alivyosema Ibnu Taymiyah na mwanafunzi wake Ibnu Qayyim Jawziyah. Kisha baada ya kuandika hii duaul asna min awwalihi ila akhirihi, toka mwanzo wake mpaka mwisho wake, watamhu bima'i zamzama, kisha baada ya hapo utaifuta ile kwa maji ya Zamzam, watashrabu wataghsilu binniya, alafu utakuwa unakunywa yale maji na huku unayaoga kwa nia maalum. Na Mtume anasema ma'u zamzama lima shuriba lahu, anasema maji ya Zamzam yanywewe kwa nia maalum. Unapokunywa sema ya Rabbi, nakuomba na kunywa maji haya ambao ndani yake ana duaul asna. Lengo la msingi, ya Rabbi jaalia utulivu kazini kwangu, ya Rabbi jaalia amani kazini kwangu, ya Rabbi jaalia maelewano na masikilizano bora kazini kwangu, ya Rabbi jaalia amani nyumbani kwangu, ya Rabbi jaalia utulivu nyumbani kwangu, ya Rabbi jaalia maelewano na masikilizano yaliyo bora katika nyumba yangu, ya Rabbi jaalia utulivu katika nchi yangu, ya Rabbi jaalia amani katika nchi yangu, ya Rabbi jaalia masikilizano na maelewano yaliyo bora katika nchi yangu. Kunywa kwa nia, oga kwa nia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kufanya hivyo, thumma taqra'u hadha albayta, kisha utasoma beti hii ambayo ni beti ya 3, ambayo bila shaka utasoma katika hali ifuatayo kwa hisabu isiyopungua mara 773 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utasema rabbul anami salamul mu'minul azali wa huwa almuhaiminu dhun na'ma'i wan niqami. Mbili hizo. Rabbul anami salamul mu'minul azali wa huwa almuhaiminu dhun na'ma'i wan niqami. 3 hizo. Kwa utafanya hivyo mpaka idadi itapofikia mara 773 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Thumma taqra'u surata al-asri, kisha baada ya hapo utasoma suratu al-asri kwa hisabu mara 1011 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Watakhtamu duaa, kisha utaisoma duaul asna baada ya kusoma utaratibu huu kwa hisabu ya mara 41 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Duaul asna ni hii ifuatayo, nitasoma beti chache tu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Billahi dhishani warrahmani dhinni'ami wa birrahim ibtihali fi dujadh-dhulami. فهو الإله الذي آياته شهدت بأنه الملك القدوس ذو القدم. رب الأنام السلام المؤمن الأزلي وهو المهيمن ذو النعماء والنقم. Hii ndio duaul asna. Kwa hiyo utakwenda nayo duaul asna mpaka mwisho wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Natija ni nini baada ya wewe kufata au kufanya utaratibu huu? Fa inna Allaha subhanahu wa ta'ala yaj'alu sakinata wal waqara. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kwako wewe ambaye umefanya utaratibu huu, atajalia utulivu, lakini kadhalika atajalia amani na masikilizano na hata maelewano yaliyo bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wapi Allah atajalia hayo? Fi baitik, nyumbani kwako.
Nyumbani kwako patatawala amani, nyumbani kwako patatawala utulivu, lakini kadhalika nyumbani kwako patatawala maelewano bora na masikilizano mazuri kabisa. Wa fi makani amalik, pia na katika sehemu ya kazi zako. Kama ni sehemu ya biashara yako, patatawala utulivu, patatawala amani, masikilizano na maelewano baina yako wewe na wateja wako, baina yako wewe na wafanyakazi wenzako, baina yako wewe na wafanyakazi wako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa hatta fi muwadhafatik, na hata katika kazi zako zenyewe. Maana kuna Mwenyezi Mungu atajalia utulivu sehemu ya kazi na kuna kujalia utulivu katika kazi yenyewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni mujarrab jurriba miraran wa sah. Tumefanyia sana majaribio na mambo yamekwenda vizuri. Kule Tegeta kuna mtu mmoja alikuwa anafanya kazi katika kiwanda fulani. Lakini katika kile kiwanda kulikuwa na makelele sana, kwa sababu yule bwana alikuwa ni mtu yupo katika level fulani. Ikawa hasadi ni nyingi, kelele ni nyingi, anasingiziwa mambo mara kwa mara, lakini anafanywa matukio ambayo hayapendezi, si mazuri. Kuna mtu akamwambia, hebu wasiliana na hawa ndugu zetu. Tukawasiliana naye. Baada ya kuwasiliana naye akatuambia kwamba kuna kadha kadha kadha, katueleza namna jinsi ilivyo. Baada ya kutueleza tukamwambia inshallah hilo tunaweza, tukasema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ndio ambaye ana uwezo wa kujalia utulivu. Ikiwa hapo mahala ni mahala penye khairi upande wako, si tutasema na Mola wetu, na Mola wetu bila shaka ni msikivu katika hilo. Basi tukamwambia kuna utaratibu natakiwa yeye akamilishe, akakamilisha ule utaratibu, alhamdulillah, na sisi tukalifanya jambo. Tunamshukuru Allah. Mola wetu ni msikivu na Mola wetu anajibu dua. Hakika Sheikh, matukio yalotokea pale yalikuwa ni mazito sana. Kwetu sisi hatuna lugha nyingine bali ni kusema la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Haya ndo mambo yetu. Na tunayaeleza haya ili uweze kufanya wewe mwenyewe, kwa sababu lau kama utataka mimi pamoja na timu yangu tuweze kukufanyia, itakugharimu. Ipo kanuni inayosema in tushghilin nasa tagharam thamanahu. Iwapo kama utawashughulisha watu waache yao kwa ajili ya na kudili yale ya kwako, lazima ugharamie thamani itakayomfanya mtu huyu kuacha mambo yake ili kushughulika na mambo yako. Hiyo ni kanuni ambayo hautaweza kuiepuka. Unaweza kufanya mwenyewe, utaratibu tumeueleza kwa ufasaha wa hali ya juu. Uwezi ukataka mimi nikufanyie, basi jiandae, mambo yatakwenda vizuri biidhnillahi alkarim. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu, Dr. Saidna Sheikh Safudiwan Al-Ghazali yeye tayari kashamaliza mtaratibu wake wa namna kuweza kuelekeza we ambaye unatufuatilia, kwa maana ya kuweza kutaka utulivu katika ndoa yako. Ikiwa ni mke mume hana utulivu, ikiwa ni mume mke hana utulivu, basi njia kufanya ni kufuata taratibu huu wa dua hii tu ambayo inaweza kutengeneza utulivu na amani na upendo katika ndoa yako. Nini cha kufanya? Ni kuandikwa kwa dua hii, kuandikwa kwa dua hii katika kupitia dhafaran, na kisha baada ya hapo utaifuta kutokana na maji ya Zamzam, na baada ya hapo utatumia kwa kunywa kwa nia pamoja na kuoga kwa nia. Lakini pia itatakiwa dua hii iweze kuandikwa beti ya 3 mara 700, isomwe mara 773. Lakini pia pamoja na yote hayo pia inatakiwa dua hii iandikwe mara 41, yani isomwe mara 41. So mchezo, ni kazi kubwa, na kiukweli kabisa inahitaji mtu awe na wakati wa kutosha ili kuweza kuifanya utaratibu huu. Na kiukweli kabisa kama utaifanya vile inavyohitajika kufanyika kweli, basi wengi ambao wamekuwa tukiwafanyia kwa taratibu hizi wamekuwa wakifanikiwa kwa 100% biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na haya si huwa hatuna kusema zaidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunapokuwa namfanyia mtu kwa jambo lake kwa taratibu zake zinavyotakiwa kufanyika, huwa mara nyingi wengi wao hufanikiwa katika hali ambayo waliotaraji na kuitamani kwa huruma tukufikia Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ambaye tufuatilia kipindi hichi, unaweza kutumia taratibu huu ili kuweza kujifanyia wewe mwenyewe. Lakini pia kuna mtu ambaye anasema mimi bwana siwezi kufanya, naweza kunifanyia mwalimu mwenyewe. Je, itakuwaje? Utaratibu ni mwepesi sana. Cha kufanya ni namba nziona hapo, unaweza kumpigia simu kwa WhatsApp
au kutuma voice kwa WhatsApp au kutuma message kwa WhatsApp au kupiga simu ya kawaida au message ya kawaida. Kisha utasikiliza, utashauriwa na utapewa muongozo uliokuwa bora kabisa namna gani unaweza kufanya taratibu huu. Kubwa zaidi ni kwamba ni kufuata utaratibu unavyotaka kufanyiwa kwa jambo lako, si kufuata utaratibu wewe unao utaka ufanyiwe jambo lako, sababu ukifuata utaratibu unaotaka ufanyiwe wewe, maana yake tutakuwa na utaratibu ambao hautakiwi vile kufanyika, utakwenda nje taratibu unavyotakiwa kufanyika. Kwa hivyo basi wewe cha msingi kwako ni kufuata utaratibu ambao unatakiwa kufanyika. Ikiwa unafanya wewe mwenyewe, pita katika utaratibu huu. Ikiwa unataka kufanywa pia utaratibu ni lazima ufuatwe. Maana yake basi na yule mfanyaji mwenyewe pia atakupa muongozo wa namna kulifanya jambo hilo, ni kutekeleza tu, hakuna njia nyingine, hakuna namna kufanya, ili mradi kuweza kulifikia ile zaidi ya kufanya vile ambavyo ulivyoelekezwa, ili jambo litoke katika hali ile kwa nzuri kabisa. Mimi nikwambie tu, una nafasi bora sana kutengeneza ndoa yako, una nafasi bora sana kuweza kutengeneza biashara yako, una nafasi bora sana kuweza kutengeneza uongozi wako na cheo chako ulichonacho, hasa kwa utulivu wa hali ya juu hapo ulipo. Kubwa tu ni wewe kuwasiliana na Dr. Said na Sheikh Safudi Al-Ghazali kupitia namba unazoziona hapo. Unaweza kutupigia simu kwa WhatsApp au kutuma voice kwa WhatsApp, au pia unaweza kutuma message kwa WhatsApp. Pia utasikiliza, utashauriwa na utapewa muongozo ulio bora kabisa wa namna gani ya kuweza kufanya jambo lako katika hali iliyokuwa nzuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Khairi nyingi tunaamini zitapatikana kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Nikwambie tu, endelea kuwa nasi katika vipindi vyetu vingi ambavyo kwa vimekuwa na faida kubwa na natija iliyokuwa bora zaidi. Kubwa ni wewe tu, ule kama ndugu yako ambaye hajakutufuatilia, basi mhamasishe naye aweze kufuatilia kupata faida hizi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kuhakikisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nawe mfanikishie katika yale anayoyatamani, katika mazuri yaliyo katika nafsi yake, kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.